tujenge utamaduni ule wa kuacha kushikana mikono na kukumbatiana. Kwa sababu tumeshaambiwa trend ya ugonjwa huu ni katika miezi hii ambayo ya Novemba mpaka Machi, Aprili. Tunaomba nafasi kidogo, tunataka kusema na ninyi wauguzi, madaktari, manesi na wakunga. Hivi majuzi serikali kupitia wizara yake ya afya imetoa angalizo kwa kuwataka wananchi kuchukua tahadhari kutokana na uwepo wa magonjwa ya mlipuko. Kutokana na angalizo hilo la serikali, nalo jeshi la magereza lenye jukumu mahususi la kuwapokea, kuwahifadhi na kuwarekebisha wafungwa limeendelea kutoa msisitizo kwa kuwataka watumishi wake na familia zao kuchukua tahadhari, kama alivyoongea mrakibu mwandamizi wa magereza Dr. Hilda Mmali wa sehemu ya afya makao makuu wakati nikifanya naye mahojiano leo tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2026. Asante ndugu mwandishi, mimi kwa majina naitwa mrakibu mwandamizi wa jeshi la magereza Dr. Hilda Mmali. Kituo changu cha kazi ni hapa makao makuu, sehemu ya afya. Kitengo chetu ndio kinahusika na masuala yote yanayohusu afya za watumishi pamoja na wafungwa magerezani kote nchini. Kufuatia tangazo la Wizara ya Afya kuhusu uwepo wa magonjwa ya mlipuko, magonjwa ya mafua makali, uviko 19, homa ya dengue pamoja na kipindupindu. Tumeliona tangazo lilotolewa juzi tarehe 25 na Wizara ya Afya, na sisi kama wataalamu wa afya katika sehemu zetu za kazi tuna wajibu wa kuelimisha watumishi wenzetu pamoja na wafungwa magerezani kote, kuanzia dalili za maradhi haya na mpaka hatua za kujikinga. Magonjwa ya mlipuko haya yameelezewa kwamba yanakadiriwa kutokea kati ya miezi ya Novemba na hapa kwenye mwezi Aprili, kufuatia msimu wa mvua nyingi. Nafikiri hali ya hewa ile ya baridi inasababisha magonjwa haya yanatokea sana. Nikianza kwa utangulizi tu, mafua makali yanapotokea, mtu anatakiwa kuchukua hatua mbalimbali, zikiwepo kupata dawa, lakini pia na kujikinga. Kama anapiga chafya, anajikinga kwa kuvaa barakoa, kwa kuziba mdomo. Lakini pia kuna ugonjwa huo uviko 19. Kwa upande wa uviko 19, dalili zinaweza zikaanza ndogo ndogo, lakini baadaye zikaendelea kuwa kali zaidi. Unaweza akapata mafua tu ya kawaida, baadaye akawa mafua makali yakapelekea mpaka kupiga chafya kali. Mtu anaweza akapata homa, baadaye ikawa homa kali, yani ndani ya masaa tu machache, wala sio muda mrefu sana, akasikia homa kali, mwili ukawa unauma, ile ambayo hali sio ya kawaida. Kama ni vidonda, mtu anakugusa kwenye mwili, kichwa kao kinauma sana, kikohozi, kisichosikia hata antibiotics, lakini na baadaye kaenda mpaka ikawa hali ya mtu kushindwa kupumua. Sasa tunapoona dalili hizi, tuwahi mapema hospitali. Njia za maambukizi yake ni kutokana na majimaji yanayotoka kwa mwili wa mtu ambaye ameambukizwa virusi vya uviko 19, virusi vya corona kwa maana hiyo. Kwa hiyo maambukizi haya yanatokea kwa njia, pengine mtu anaongea, au anapiga chafya, au anakohoa bila kujikinga na amekaa karibu na watu ambao wangeza kuambukizwa. Kwa hiyo tunapaswa kuchukua tahadhari hizo, kuepuka misongamano isiyokuwa ya lazima, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, lakini pia kutumia vitakasa mikono, sanitizer. Lakini pia hata chanjo zipo kwenye hospitali za serikali. Kwa hiyo tujenge utamaduni ule wa kuacha kushikana mikono na kukumbatiana. Kwa sababu tumeshaambiwa trend ya ugonjwa huu ni katika miezi hii ambayo ya Novemba mpaka Machi, Aprili. Kwa hiyo tunawakumbusha watumishi wenzangu na Watanzania kwa ujumla tuweze kufuata masharti tunayopewa na Wizara ya Afya, wizara yenye dhamana husika ya afya zetu. Inapotoa maelekezo, basi tuchukue hatua. Zungumzia pia kidogo kuhusu kipindupindu. Kipindupindu hasa hizi ni nyakati zake, kwa sababu ni nyakati za mvua nyingi. Unapokuwa na nyakati za mvua nyingi, kunakuwa na contamination, kunakuwa na maambukizi mengi katika kupitia vyoo. Unakuta maji taka yanasafiri sana ambayo yamekuwa contaminated.
Kwa hiyo ni rahisi watu kuambukizwa magonjwa ya kipindupindu. Magonjwa ya mlipuko ni magonjwa ambayo yanatokea kwa wakati, yanatokea kwa kasi kubwa na yanaambukiza watu wengi kwa wakati mmoja. Haya ndio tunaita magonjwa ya mlipuko. Anaweza akapata mtu mmoja, isipokuwa na tahadhari, wakajikuta wamepata watu ofisi nzima, kwa sababu yanaambukiza kwa kasi kubwa. Kwa hiyo kipindupindu tunahimizwa kila siku na tunafundishwa kila siku kwamba kipindupindu kitaalamu, yani ni mtu amekula mavi. Hatuwezi kusema amechukua kijiko akala, lakini zile njia za maambukizi, pengine ametoka chooni hakunawa mikono, amebeba wale bakteria kwenye kucha, amekwenda amekula, au amenawa bila kutakata tu vizuri, amekwenda amekula chakula, maana amekula wale wadudu. Chakula hakikufunikwa vizuri. Kama chakula hakikufunikwa vizuri, nzi ametoka kwenye matakataka yale ambayo yako contaminated na maji machafu, amekuja ametoka kwenye chakula, na sasa amekuja tunakula chakula ambacho hakijafunikwa, chakula kilichopoa. Watu wengine wana tabaduzi ya zamani, wanajenga vyoo lakini hawatumii kwa usahihi. Wewe vinatakiwa vitumike kwa usahihi na viachwe visafi mara zote ili kuepuka ya magonjwa ya kipindupindu. Tuweke mazingira yetu safi, hasa kipindi cha kipindupindu. Maseptic tank yana overflow. Ile ni hatari sana kwa kusambaa kwa kipindupindu kwa haraka. Na kipindupindu ni hatari kwa sababu ile kuharisha na kutapika mfululizo kama hujawahi hospitali ni hatari kwa maisha. Kuna ugonjwa mwingine wa dengue ambao na wenyewe umesemwa kwamba na wenyewe umelipuka sehemu fulani, japo hatuna takwimu mpaka sasa hivi, kama hatuna mgonjwa wote sasa hivi nchini, lakini tahadhari ambayo imetolewa kila mtu anatakiwa izingatie. Ugonjwa wa homa ya dengue unasababishwa na mbu anaitwa Aedes. Mbu huyu ana tabia kung'ata asubuhi, mchana na jioni. Na dalili zake ni kama za malaria. Unakuwa na homa kali, kunakuwa na maumivu ya kichwa, baridi, wengine wanavimba sehemu za macho. Kwa lazima tuhakikishe mazingira yetu yako safi kwa ujumla. Tufyeke nyasi, saa hizi ni nyingi wakati wa kipindi cha mvua. Makopo ambayo yanabeba maji ambayo yanatuama ni mazalia mazuri ya mbu. Yote yanatakiwa kuangamizwa. Vifuu, matairi ya magari ambayo yamekaa majumbani bila sababu, yote yanatakiwa kuteketezwa ili kuweka mazingira safi. Watu wavae nguo za mikono mirefu na suruali ili kuzuia mbu kuangata katika mazingira ya namna hii, tuondokane na dengue fever. Kwa hiyo kama jeshi la magereza tunaendelea kutoa elimu endelevu kupitia vichuo vyetu. Tumetuma taarifa ya simu, ya mdomo, magereza yote Tanzania bara, kuwaelewesha haya ninayoyasema hapa na kuwaelekeza wataalamu wetu wa afya walioko kuendelea kutoa elimu vituoni, jinsi ambavyo watazuia msongamano. Kuna wafungwa wanatakiwa kutembelewa, lakini jinsi ambavyo mkuongeza hata limit ile idadi hata ya watu wanaokwenda magerezani kwenda kuwaona wafungwa. Sio hivyo tu, lakini pia kuna uvaaji wa barakoa. Tutaelewa mtu anayekuja kutokuja kuona wafungwa wetu ametoka katika mazingira gani. Kwa hiyo tutahakikisha kuna maji ya kunawa pamoja na barakoa, watu waone wafungwa, lakini pia wafungwa wetu wabakie salama. Kwa hiyo hayo maelekezo yameshakwenda. Tunaendelea kufuatilia sasa kwa karibu kuona kama kutakuwa na dalili za hapa na pale, ili kuhakikisha watu wanawahi hospitali kupata tiba stahiki. Watu wanazungumzia sana tiba mbadala, tiba za asili ambazo zinakuwa zikitumika tangu awali. Hatuwezi kuzibeza sana tiba asili, lakini kuwahi hospitali ni muhimu. Mtu akitafuna kitunguu saumu, mtu akatafuna tangawizi, haimzuii kwenda hospitali. Wala sidhani kama inachangamana na dawa za hospitali. Mtu akijifukiza, sidhani kama inachangamana na dawa za hospitali. Kwa hiyo ni bora mtu kuwahi hospitali kuliko kutegemea tu tiba asili alafu mwisho wa siku akaenda hospitali wakati akiwa amezidiwa zaidi. Amefika hatua ya kushindwa kupumua, ndio anakwenda hospitali. Unaweka hata madaktari katika hali ngumu ya kumhudumia mgonjwa. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa watumishi wenzetu wote na Watanzania kwa ujumla. Kuwahi hospitali ni muhimu mtu anapoona dalili kama hizo. Asante. Daktari, umezungumzia swala la uwepo wa chanjo hasa katika ugonjwa wa uviko 19. Lakini tafiti zinaonyesha Watanzania wengi au Waafrika wengi huwa ni waoga wa chanjo, hasa zile ambazo zinatoka katika mataifa ya
Magharibi. Nini kauli yako kuhusiana na swala zima la chanjo? Asante ndugu mwandishi. Labda ni watoe tu hofu Watanzania wenzangu. Hatuna haja ya kuogopa chanjo. Sisi wenyewe wakati tuko wadogo tumechanjwa. Watoto wetu leo tunawabeba tunawapeleka kliniki kwenda kuchanja. Tusiogope kuchanja. Swala la msingi ni elimu, tuendelee kutoa elimu, tuendelee kuwafafanulia chanjo ina faida gani, chanjo inazuia nini? Chanjo inazuia. Tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo chanjo ni njia mojawapo ya kinga ya kukinga dhidi ya maradhi. Kwa hiyo ni elimu endelevu, Watanzania wasiogope chanjo. Chanjo zilikuwepo, zipo na sisi tumezitumia na watoto wetu wamezitumia. Tutaendelea kuelimisha. Je, huko vituoni katika zahanati, vituo vya afya chanjo zinatosha? Chanjo zinatosha. Serikali imejipanga. Serikali yetu imejipanga. Hatujasikia crisis ya chanjo. Hatujasikia crisis ya chanjo. Wizara ipo ina monitor. Chanjo zinapatikana. Na mwisho, labda unaweza kuwa na ombi lolote kwa mkuu wa jeshi la magereza, Kamishna Jenerali Jeremia Mkatungu? Kwanza namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kututeulia kiongozi ambaye anatujali, ambaye anatusikiliza, ambaye kwa kweli tunamuona utendaji wake kuitoa jeshi kutoka mahali pamoja kulipeleka mahali pengine. Nimuombe tu watuongezee vifaa zaidi vya kujikinga na maradhi ya mlipuko pamoja na kuhakikisha afya za wafungwa zinatengamaa zaidi. Asante sana. Asante na kushukuru.